Na kufuatia mtetemeko wa ardhi ambao umekumba nchi ya Uturuki katika baadhi ya miji hususan mji wa Istanbul, taharuki imeibuka kwa wakazi wa mji huo, na hapa kwenye line moja kwa moja tunazungumza na baadhi ya raia wa Tanzania. Wengi wao ni wanafunzi katika moja ya chuo kilichopo hapa mji wa Istanbul nchini Uturuki. Wanaeleza kwa kina juu ya kadhia hiyo iliyojitokeza katika mji huo kufuatia mtetemeko huo wa ardhi ambao umetokea katikati ya mji mkuu wa Uturuki. Karibu sana. Asante sana. Asante. Labda ungetueleza kwa wengi ambao wangependa kufahamu, hususan wa Tanzania ambao wanakutizama na kukusikiliza hivi sasa, kipi ambacho kimejiri na hali ilivyokuwa tangu hapo awali mpaka hivi sasa, wapi mlipo? Hali ilivyokuwa mwanzo, hakukuwa na tahadhari yoyote kwamba labda kutatokezea tetemeko la ardhi, isipokuwa wanatarajia mtetemeko mkubwa ambao utatokezea jijini Istanbul. Lini, saa ngapi, kwa magnitude ya ngapi haijulikani, lakini ilipofika mida kama saa 6 na kitu, tulianza kuhisi tu kwamba majengo yanatetemeka. Leo kulikuwa kuna public holiday, kwa hiyo kama wanafunzi hatukuwa na ratiba za kutoka. Tulikuwa ndani tu tumekaa, na baada ya kuanza kutetemeka ilibidi tuondoke, maana haturuhusiwi kutoka nje ikiwa wakati mtetemeko unaendelea. Kwa hiyo ilibidi tutafute sehemu ambazo labda tutajificha, na yani mpaka utakapomaliza ule mtetemeko. Basi tumestahimili kidogo kama sekunde kadhaa, lakini ndani ya nyumba kulikuwa tayari rangi zinaanguka chini, zege zimeanza kama zile chipping kama kushuka. Ikabidi tustahimili kidogo. Tulivyoona tu kumetulia tukashuka, isipokuwa nyumba yetu sisi kubwa refu. Lakini salama ya Mungu tupo ghorofa ya kwanza. Ikabidi tuwahi kushuka kwenye exit door, tukatoka mpaka nje. Tumefika nje tumekutana na askari wengine ambayo imepiga, lakini haikuwa magnitude kubwa kama ile ya mwanzo. Hali hiyo imeendelea kwa dakika kadhaa, yani kila baada ya muda ilikuwa inapiga nyingine. Na wakati tumetaka kurudi hatukuweza tena kuingia ndani kwa sababu nyumba hali yake hairidhishi. Kwa hiyo tumechukua baadhi ya documents zetu ambazo ni muhimu zitakazotusaidia kwa muda huu until further notice. Tutakapoambiwa kitu gani kitaendelea tena, hapo tutajua. Labda katika jengo hilo ni raia wa Tanzania wangapi ambapo mpo, lakini mawasiliano yakoje baina yenu na balozi ya Tanzania pamoja na serikali ya Uturuki kiujumla kuhusiana na hali ya usalama kiujumla katika mji huo? Mpaka sasa hivi balozi kama balozi hatujapata tamko lake lolote, na ndani ya jumba yetu sisi kuna Watanzania wingi kidogo, maana ni compound ambayo ipo karibu na skuli. Kwa hiyo wanafunzi wingi wana settle around sehemu ambazo zipo karibu na campus za skuli. Lakini serikali pia haijaweza kutoa tamko kwa kitu gani ambacho kinaendelea, na wametutahadharisha tu kuwa tusikae sehemu ambazo kuna majumba marefu, na once tutakapohisi tu dalili tuende sehemu ambazo zitakuwa zipo open ili kuweza kujinusuru kama kutatokezea tatizo lolote. Simu za familia bila shaka mmepigiwa kwa wingi, na hali yao kiujumla ikoje juu ya kile ambacho kimetokea huko? Hali kwa upande wa familia, yani taharuki. Jambo linalotokezea ukiwa uko mbali ni tofauti na kitu ambacho unakishuhudia kwenye macho yako. Lakini tumejaribu kuwatuliza wazazi kwamba tuko salama, na mpaka sasa hivi hatujasikia taarifa ya Mtanzania yoyote kwamba kapata tatizo. Labda kwa kumalizia sasa, nini wito wako kwa serikali kupitia balozi ya Tanzania ambayo iko huko nchini Uturuki kufuatia kile ambacho kimetokea, lakini ikiwa hali itakuwa si shwari na itaendelea kupiga katika
mtetemeko huo wa ardhi, nini wito wenu kwa serikali ya Tanzania? Wito wetu sisi kwa serikali ya Kitanzania, kama kutakuwa na situation kama hii itakayoendelea, basi tutaiomba balozi izungumze na serikali ya Uturuki kwa international students kama wataweza kufanya program ya online, ili kama kuna watu ambao wanaona si sahihi kurudi nyumbani, it is better mpaka tutakapojua usalama wetu uko wapi, kwa sababu hatujui kinachokuja wala kitakachokuja. Hao ambao wana scientist pia wao hawawezi kutabiri kitu gani ambacho kitakuja mbele yetu. Kwa hiyo kama hii hali itaendelea kwa siku 2-3, na kama itakuwa sehemu ambazo tunakaa zitakuwa ziko damaged, tutahitaji msaada wao, kwa sababu sisi hapa ni wageni na wala hatujui vitu vingi. Na kwa sasa umesema mmepata hifadhi katika majengo ya rasmi ya serikali ama katika majengo mengine ambayo pengine chuo kimewatafutia? Chuo mpaka sasa hivi hawajatoa tamko lolote, isipokuwa wametoa tu kwamba kuna earthquake ambayo imetokezea, na yani information kwamba leo na kesho na kesho kutwa hakutokuwa na kazi. Lakini since hichi kitu kimetokezea, Istanbul yote imepatwa na huu mkumbo, hatuwezi kuexpect sasa hivi waweze kumake decision, lakini tunasubiri labda mpaka kesho kutwa wanaweza kuzungumza kitu chochote, isipokuwa sisi maeneo ambayo tumeona sio mazuri kwa kukaa sasa hivi tumeondoka. Tumekuja wametangaza kwenye habari zao kuna safe points ambazo tunaweza kukaa kwa muda wa masaa 48. Asante sana, nikushukuru sana na niwapeni pole wote ambao umekumbwa na kadhia hiyo. Asante sana. Nakushukuru. Na mtazamaji wa Wasafi Media, tutaendelea kukuhabarisha kile ambacho kinajiri huko Istanbul nchini Uturuki kufuatia mtetemeko wa ardhi. Tuliozungumza naye ni moja kati ya wanafunzi ambao ni raia wa Tanzania, wapo huko Uturuki kwa ajili ya kuendelea na masomo yao, na ametuhabarisha kile ambacho kimetokea, lakini jambo zuri ni kwamba bado wako salama na hakuna taarifa yoyote mpaka sasa ya kuwepo kwa majeraha au kifo kutokana na mtetemeko huo. Endelea kufuatilia peji zetu. Mimi ni Rashid Ali, Wasafi News.